Na swali la kujiuliza, je, sheria inasemaje mtu kutaka msaada kwa viumbe kama hivi ambao majini wakusaidie kwenye kutafuta kama jambo hili? Sheria ya Uislamu haijakataza hilo. Naam. Na kuna fatawi ambazo zimetoka za wanachuoni, miongoni mwao waliozungumza jambo hili na al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lakini pia hata wanachuoni hawa wengine wa Hijaz, wanachuoni wa mamlaka al-Arabia haifai kutumia majini. Haifai. Wewe bwana umesoma. Tamam. Yani kuwataka yani wakusaidie kwenye jambo hili. Wewe kwenye jambo ngumu kama sharti an yakunu muslimin. Wawe tu ni Waislamu, wawe ni salihin. Na wanachuoni wanasema majini wengi ambao wanaokaa katika majumba ni majini ambao ni wema. Sehemu ya tatu ni sehemu ambayo inaitwa al-bahr. Naam. Katika bahari. Ni sehemu ambazo zinatumika sana kwenda kuzikia uchawi. Kwa lazima uchawi upatikane, utenguliwe, ndio ilete pozo na ponyo kwa aliyesibiwa na uchawi. Na tutakuja kuzungumza namna gani ya kuweza kuutafuta uchawi ambao ni madfun. Mashaallah. Katika kipindi chetu hichi. Kwa hiyo tunaomba watu wawe hadhir, watufuatilie vizuri, kwa sababu ni min amta'i nuqat, ni katika nukta ambazo ni tamu ukizisikiliza, lakini utapata ilmu, utapata kujua na utapata kufaidika faida iliyokuwa kubwa sana. Mashaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapendwa na wapenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo tupo katika kituo chenu pendwa cha Al-Karama Dua Center, na leo niko na Dr. Sheikh Qasim Saleh. Dr. huyu amepita katika vyuo tofauti, na leo tutakuwa tuna darasa muhimu, ahamu, muaddabu sana, jambo ambalo kilithamini na wewe litakuthamini. Kikubwa unachotakiwa kukifanya ni kushare darasa yetu hii kwa kila unayempenda. Ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika, kwa sababu ndanimwe katika elimu hii kutakuwa kuna darasa zuri sana, darasa ambalo linaendana na kisa, lakini juu yake elimu, kisa, alafu mwisho tutamaliza na elimu, ambayo hii itakufanya wewe uweze kujua ulimwengu wa sihiri au ulimwengu wa kiroho unaotokana na uchawi. Uchawi ni nini? Ni uchawi gani tunaozungumza leo? Ni namna gani unaweza kufanya kazi na watu wameathirika kiasi gani? Leo nakuletea doktor. Yeye ndo ataanza, alafu katikati mimi nitakuletea kitu kitamu sana upate kujifunza, ambaye si mwingine ni Dr. Sheikh Qasim Saleh. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Vipi wewe Sheikh? Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Sawa sawa. Kikubwa ambacho nilichokuwa nataka wajifunze katika darasa hili, ndugu zetu watazamaji wapendwa wetu, ni juu ya suala zima linahusiana na sihiri, uchawi. Wanazuoni wamezungumza kwamba wanasema kwamba asihiru, sasa hapo kirugha utatueleza, lakini wanasema asihiru ni uchawi kwa lugha ya Kiswahili, lakini wengine wakalifafanua kisheria au ama kirugha kwamba ni usiku mnene kwa lugha ya Kiarabu huko. Lakini pia vile vile ni amali ambayo mwanadamu hawezi kuifanya yeye mwenyewe peke yake. Tukamwona al-Imamu al-Azhari anasema as-sihru amalu yuqarrabu fiha ila shaitani wa ma dumuawati minhum, ni amali ambayo inayotokana na shaitani, lakini pia vile vile huyu anayefanyia kazi ule uchawi au muandalizi wa ule uchawi anapata msaada mkubwa kutoka kwa shaitani. Leo wewe umejipanga kutuelezea uchawi wa namna gani, na ni uchawi huo, je, huyu khadimu unafanywa vipi mpaka uchawi huo unaweza kuungana na huyu sheitani na kuweza kufanyia kazi? Ni aina gani kwanza ya uchawi na dalili zake na namna yake? Hebu tuwaeleze hawa ndugu zetu ili wapate kutukimbilia katika kituo chetu. Lakini moja katika mambo makubwa ambayo kabla darasa letu hili kuanza ni dawa ya mapenzi. Hii ni dawa ya mapenzi hatari sana, mujarabu sana. Yoyote asiyependeka baada ya kutumia dawa hii atapendwa,
Dawa hii unatumia kukoga au kunawa, lakini pia unapiga mswaki ili matamshi yako ukiyazungumza yawe ni pigo, yawe ni amri kwa yule ambaye unayempenda, ya muathiri si muonekano wake tu wa uso, lakini vile vile muathiri moyo wake, ili aweze kukufata na lengo lako litimie. Katika biashara dawa hii inafaa, katika mapenzi dawa hii inafaa. Utapendwa ajabu ya Rahmani ukitumia dawa hii. Jiandae kupendwa. Sheikh Qasim, karibu. Hebu tueleze leo, umejipanga kueleza aina gani ya uchawi, unafanya vipi kazi, na namna gani ambavyo watu wanaweza kufaidika katika kile ambacho umekiandaa leo kama darsa, huku tukienda na dawa ya mapenzi, ndo slogan ya wiki yetu hii kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Karibu Sheikh. Asante. Tayeb, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Sheikh, leo tumekusudia tutazungumza uchawi ambao unaitwa as-sihrul madfun. As-sihru al-madfun. Al-madfun. Tamam. Naam. Yani kwa Kiswahili maana yake ni uchawi ambao uliozikwa. Mashaallah. Kwa sababu aina za uchawi ziko nyingi kama tulivyozungumza katika vipindi vilivyotangulia. Naam. Tulizungumza kuna uchawi ambao unaitwa sihrun marshushun. Naam. Kuna sihrun maakulun. Naam. Kuna sihrun mashrubun. Naam. Na sihra ambazo vigeo vyake kama tulivyosema ina vigeo viwili. Naam. Kuna uchawi ambao unaitwa sihru talasim, lakini pia kuna uchawi ambao unaitwa sihru nujum. Kwa hizi zote ni aina za sihiri ambazo zipo na zinafanyiwa kazi na watu. Kwa hiyo leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tumekusudia kuzungumza as-sihru al-madfun. Inshallah, karibu. Hii ndo tutazungumza leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunaomba watazamaji ambao wanaotuangalia basi wawe makini, watusikilize vizuri, kwa sababu ni moja ya uchawi ambao ni hatari sana. Endapo mtu ambaye atakaokuwa amefanyiwa uchawi huu ambao unaitwa sihrun madfun, ni uchawi ambao una hatari kubwa. As-sihrun madfun, uchawi ambao wa kuzikwa, wanasema wataalamu, huwa an ya'mala wa ya'qid as-sahir. Ni mchawi kutengeneza amal. Tunaposema amal manake ni mchanganyiko wa vitu ambavyo anavitumia mchawi katika kuweza kutekeleza kazi yake ya kichawi. Kwa hiyo anavikusanya vitu hivyo, anavifanyia kitu anaita aqd, uqad, lakini pia uqad hiyo inafanyika na kitu anaita ta'widhati sihr. Ta'widhati sihr maana yake kuna maneno ya kichawi ambayo anayazungumza kwenye ule uchawi. Kwa ni vitendo lakini pia na maneno. Ni vitu viwili ambavyo havitengani katika kutekeleza uchawi. Wachawi wote wanatumia vitu hivi viwili. Kitu cha kwanza atatumia vitendo, kitu cha pili atatumia maneno. Na mara nyingi uchawi huu madfun huwa unafanyika kwenye kitu ambacho wanaita katika upande wa kigao cha pili cha uchawi ambacho kinaitwa sihrun nujum. Kwa sababu ni uchawi ambao unategemea athari ya yule ambaye anayefanyiwa uchawi. Ya ima ichukuliwe nguo yake au ichukuliwe kucha yake au ichukuliwe nywele zake au katika vitu ambavyo vinavumuhusu ule mtu ambaye anayefanyiwa uchawi, vitakusanywa kisha ndivyo vifanyiwe amal ili viweze kufanya kazi. Kwa hiyo zitafanywa ta'widhati sihr katika ile athari ya mashur, kisha zitachukuliwa ile athari inatafutiwa sehemu inakwenda inazikwa. Yadfinuhu sahir, anaenda anaizika ile sehemu. Kwa hiyo huu ni uchawi ambao unaitwa sihr al-madfun. Wa hadha sihr min akhtari al-ashar, ni katika uchawi ambao ni mbaya sana. Yani katika uchawi ambao ni mbaya ni uchawi ambao unaitwa sihr al-madfun. Kwa nini tumesema ni uchawi ni mbaya? Wanasema wataalamu, lisuubati tamakkuni alwusuli ilayhi, kutokana na ugumu wa kuweza kuufikia uchawi huo. Tunajua kwamba katika masharti ya kuweza kutengua uchawi lazima tuupate. Tukishaupata tuweze kufanyia tafkiki au faki manake tutengue ule uchawi. Tamam. Tukishautengua ule uchawi, hapo ndio italeta sasa athari ijabi kwa yule ambaye ni mashur. Kwa lazima uchawi upatikane, utenguliwe, ndio ilete pozo na ponyo kwa aliyesibiwa na uchawi. Na tutakuja kuzungumza namna gani ya kuweza kuutafuta uchawi ambao ni madfun. Mashaallah. Katika kipindi chetu hichi. Kwa hiyo tunaomba watu wawe hadhir, watufuatilie vizuri, kwa sababu ni
min amta'i nuqat, ni katika nukta ambazo ni tamu ukizisikiliza, lakini utapata ilmu, utapata kujua na utapata kufaidika faida iliyokuwa kubwa sana. Mashaallah. Tamam. Kwa hiyo tumesema ni uchawi ambao ni hatari. Ni uchawi ambao una hatari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ugumu wa kuweza kufanyaje kuufikia. Kwa nini? Lianna sahira indama yadfinu hadha sihr, kwa sababu mchawi pale ambapo anapochukua uchawi akaenda akauzika sehemu, yakunu wahda, anakuwa peke yake, hamna mtu mwingine anayemuona. Kajificha peke yake. Kajificha, kaenda uchochoroni au kaenda sehemu fulani, kaenda kufanya amalia, amezika uchawi ule. Ndio. Tabani, haya wewe unataka kufanyiwa ilaji ya hii sihr. Tabani, yani pengine tutazungumza alama ambazo mtu akiwa nazo zitamuonyesha kwamba mtu huyu amesibiwa na uchawi ambao ni aina ya madfun ambao umezikwa. Kwa hiyo inakuwa na ugumu kuweza katika hali hiyo, kwa sababu yuko peke yake au ma'alladhi dhahaba ilay, atakuwa pamoja na yule ambaye aliyemwendea kwa ajili ya kumtekelezea uchawi, pengine labda anataka uchawi amwathiri mtu fulani. Ndio. Kama mtu kamwonea hasadi mtu kwenye jambo lake, kwenye biashara yake, kwenye mambo yake ya kila siku, mtu anatafuta namna sasa ya kuweza kumwangusha mtu, kwa anakwenda kwa mchawi, bwana mimi nitakufanyia uchawi madfun, tamam. Baada ya hapo tutaondoka pamoja, tutakwenda kuzika. Kwa hiyo watakuwa wanajua watu wangapi? Watu wawili. Hakuna mwingine anayejua uchawi ulipo. Kwa hiyo anayewaona hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndo anaona kwamba wale pale wamefanya amal ya sihiri, wamekwenda wamezika sehemu fulani, uchawi umezikwa pale, yeye ndo ambaye atakuwa anaona. Kwa hiyo kuna ugumu sana katika kuweza kufanya tamakuni ya kufikia uchawi huu, na ndio maana tukasema min akhtari anwa'i sihri wa akhbathihi, ni uchawi ambao ni mbaya na una sura mbaya sana. Lidhalika lama sahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Labid ibn al-A'sam, pale ambapo alipomfanyia uchawi Mtume sallallahu alayhi wasallam Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Huyu bwana alikuwa anatoka katika Mayahudi ambao walikuwa wanaishi Madina pale. Wanasema alikuwa anatoka katika kabila moja linaloitwa Bani Zuraiq. Naam. Ili Bani Zuraiq ni kama kabila ambalo la Kiyahudi lilikuwa linapatikana pale Madina. Kwa hiyo Labid ibn al-A'sam akamfanyia uchawi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alitumia athari gani? Alitumia athar ya nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa zinabakia katika mushtu. Mushtu au misht. Misht yani ni lugha katika kitana. Yani kitana unaweza kusema mushtu, unaweza kusema mishtu, yani mumkin ikawa ni musallas alharakat. Yani haraka ya mwanzo ukafanya zikawa tatu. Mashtu, mushtu, mishtu, zote zinarejea katika nini? Katika kitana. Kwa hiyo alipomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu Labid ibn al-A'sam, dhahaba bidhalika as-sihr, akauchukua ule uchawi akaenda nao, wadafanahu fi bi'ri Dharwan, akaenda akauzika katika kisima kinaitwa Bi'ri Dharwan. Dharwan, aiwa. Hichi kisima kinapatikana Madina al-Munawwara. Na mpaka leo Allahu aalam kama kinaweza ikawa athari yake ipo. Na alipouzika huo uchawi, alichokifanya akachukua ule uchawi akaufunga chini ya jiwe. Alipoufunga chini ya jiwe akaudumbukiza kwenye kisima. Alivyodumbukiza kwenye kisima, lengo ule uchawi uzame chini, ili mtu yoyote asiufikie kwenda kufanyaje? Kutoa na kuweza kufanyaje? Kuweza kufanyia fak, yani kutengua. Kwa hiyo alipofanya hivyo katika sir, kama tulivyosema, akaweka juu yake jiwe. Walam ya'rifhu ahad, hakuna yoyote aliyejua kwamba kwenye kisima hichi cha Dharwan kuna uchawi umefanyika, umetumbukizwa humo na umezama mpaka chini. Kwa hiyo Mtume akawa anapata muana manake tabu ile, kwamba anaisi yani kaanahu yati ahlahu, kama vile anaendea wake zake, lakini hayuko katika sura hiyo. Akawa anapata shida kubwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka walipokuja wale malaika wawili. Taban mima tadhakkar, pengine ilikuwa katika taban au kama yani haja min hadha alqabil. Hatta jaa malakan, mpaka wakaja wale malaika wawili ambao waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kuulizana, innahu matbubun
kwamba huyu bwana amefanyiwa matabu, maana yake kufanyiwa uchawi. Innahu matbubun, huyu amefanyiwa uchawi. Wa man tabbahu, wanaulizana nani ambaye amefanyiwa uchawi? Wakasema wahid, yani ismuhu Labid ibn al-Asam min Bani Zuraiq. Huyu bwana anaitwa Labid ibn al-Asam min Bani Zuraiq, ndio kamfanyia uchawi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo waliposhauriana, ameuzika wapi? Fi bi'ri Dharwan. Kwa hiyo wakaondoka wakaenda paka katika bi'ri Dharwan. Fadakhal, wakaingia. Fastakhrajahu, wakautoa ule uchawi. Walipoutoa ule uchawi wakaufanyia fak pamoja na kusoma muawwidhatain ambao ni qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Na wengine wanasema hii ndio sababu kaza nuzul au kitu kama hicho. Taban. Kwa hiyo baada ya kufanyia fak, uchawi ukatenguliwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi akajisikia vizuri. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo inayokwenda na uchawi ambao ni madfun. Yani mtu anakusudia na kwenda kuuzika mbali kabisa ili usiweze kufanyaje kufikika. Kuna kitu ambacho tunataka tuweze kueleza pia watu waweze kufahamu kwamba ni wapi ambapo mtu anakwenda kuzika uchawi. Yani mtu mara nyingi, kwa sababu tunazungumzia hiyo mara nyingi. Ndio. Sehemu gani ambazo zinazotumika kwa yani jambo lilokithiri. Zipo sehemu kadhaa ambazo wanapenda kuchukua kwamba uchawi wanaenda kuuzika hapo. Al-amakinu al-mustakhdamatu fi dafni hadha as-sihr. Sehemu ambazo zinazotumika katika kuzika uchawi huu, sehemu ya kwanza al-maqbara. Ndio. Makaburini. Yani mtu akishafanya amal wanakubaliana wanakwenda kuzika makaburini. Na ndio maana leo hii kama unaweza ukafanya tufanye fuhusat, upekuzi kwenye makaburi, subhanallah, tutakuta amali ni nyingi sana. Mavyungu, kila kitu utakuta vimejaa. Na hata kikawaida tu ukipita makaburini utakuta watu wameweka mavyungu, watu wameweka manini, nazi zimeenda kupasuliwa kule, mtu kaoga juu ya kaburi. Subhanallah, yani mtu anafanya bila hata uoga, kuogopa kwamba hapa kuna mtu kalala, sijui amelala na mambo gani. Wewe unakwenda kukaa juu yake, unaoga mambo yako ambayo ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kikubwa tu uchawi wake utimilie, basi lengo lake litimie. Ima hasad, kuwafanyia hasad alionayo, basi imkute mtu, pengine hata apati faida aina yoyote. Kwa hiyo atauzika katika makbara, sehemu ya kwanza. Na huu unaitwa sihrun madfun au wanaita sihri al-maqabir wakati mwingine. Ni uchawi ambao umezikwa katika makaburi. Sehemu ya pili ni sehemu ambao wanaita al-mazbala. Mazbala au mazabil ambao ni jamma. Yani mazbala maana yake majalala. Ndio. Yani mtu anatafuta yale majalala ambayo ni makubwa, ambayo kuyaondoa ni changamoto. Kwa sababu wakati mwingine unapozika kwenye majalala ya kawaida, wakati mwingine anaweza akaja akatolewa. Na uchawi ukitolewa pengine katika utoaji ikafanyika ile tafakuki, ikajikuta imetenguka yenyewe. Sasa unaenda kuzikwa kwenye jalala ambalo ni la mji, taka zote zinawekwa hapo pale. Na hii ni sura mbaya, maana yake yani uchawi huu maana yake unakutengenezekea wewe hata uonekane katika watu katika sura kama vile mazbala. Sehemu ambayo watu wanatupia uchafu kaza. Yani sehemu ambazo watu ndo wanatupia takataka, basi utakuwa kama takataka na wewe. Sasa hapa katika kipengele hicho umenikumbusha mama mmoja aliyetuijilia hapa katika darasa yetu hii. Baada ya kuwa ametutazama, kuna clip ile tulifanya pamoja na nyinginezo. Huyu bi mkubwa huyu alikuwa ni mtu mwenye akili sana tokea utotoni. Hapo tunazungumzia hapo kwenye mazbara, kuzika katika jalala. Yani vipi mtu anakuwa kama jalala? Mama huyu sasa ni kwa faida ya watazamaji, kwa sababu wewe unafahamu mwanamama huyu yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na bahati sana katika maisha yake. Tokea udogoni kwanza alikuwa ana ujasiri wa kusema chochote mbele ya walimu wake, alikuwa na uwezo wa kuuliza chochote, alikuwa na uelewa mkubwa sana. Lakini bahati mbaya kwamba malezi alilelewa na mama yake wa kambo, kiasi ambacho yule mwanamama hakuwa na mapenzi ya moja kwa moja.
na huyu mtoto, lakini pia vile vile namna ambavyo kile kipawa chake, namna ambavyo alivyokuwa na kismati cha kupendwa, kiasi ambacho yule mkubwa alikuwa akimtamkia maneno ya hatari ambao huwezi kumtamkia yule mtoto, na kadiri ambavyo alivyokuwa mtoto hakuyatilia manani, lakini bado kismati chake kilikuwa ni kikubwa, lakini mwanamama alikuwa kama anampalana hivi kwamba baadaye anaweza kaja kuharibikiwa. Twende haraka haraka kwa sababu watu wanataka kupata elimu. Hichi ndio kisa kizuri cha Bi Zuleikha ambacho nataka nikuletee katikati ya darsa, lakini hiki kisa kinaingia baada ya kugusia kitu kinachoitwa almasbara. Tamam. Kwa nini unakuwa wewe ni kama takataka, kama dampo, kama haja ambayo imekwenda ikashushwa huko, alafu ukawa huna faida tena, unajikuta kuna binti mwingine mzuri mashallah, mrembo, urembo wake unamtia kiburi, kumbe kaishapigwa kama masbara, yani kama jalala vile. Umeona, cha kwanza anakuwa nakata ndoa kwa uzuri wake, na anahisi yeye anaweza katongozwa na mwanamume yoyote, na yeye anahisi kwamba kila anayekutana naye kwamba yule mwanaume si saizi yake, si hadhi yake, kwa sababu anajua kwamba wewe unaweza ukamwacha lakini ataolewa. Kumbe hajui kwamba ile masbara inamfanya vile anavyokukataa ni kwa sababu yeye mwenyewe kashaiko katika jalala. Kwa jalala halina kawaida ya kumkubali mtu msafi wala kumkubali watu. Ima hao watu wanaweza wakamkataa yeye automatically. Kwa hiyo ukajikuta ima ukataliwe au wewe wakatae watu kwa kujihisi kwamba wewe uko safi, unaweza kaolewa na mtu yoyote, kwamba naweza nikaolewa na mtu mwenye mapesa yake. Na unaweza kujikuta shekhe, hizi fedha ambazo watu wanapokea katika mahusiano sio nzuri. Na ndio maana mtu mzuri ni yule ambaye atakwenda na taratibu na wewe mpaka atakapokwenda kukuoa. Unajikuta mtu anakupa milioni 10. Huyu mume wako aliyekuoa anakupa labda 10,000 au anakupa labda 20,000, haizidi laki. Lakini kwa uzuri wako anakuja mwanaume anakupa fedha nyingi, anakupa mpaka milioni 10. Sawa? Wewe unahisi kwamba wewe mwanaume hana maana, hanifai tena, si hadhi yangu. Kumbe ule uzuri uliokuwa nao ni masbara, inakupeleka katika jalala. Ile milioni 10 unaoipata hutoipata tena katika maisha yako mpaka unaingia kaburini. Inakuwa ni athari ambayo inakwenda kukuathiri, mtu anakuzika na masbara yako. Sasa huyu binti yeye akawa amepata ajira, alikuwa ni nesi. Kasoma alhamdulillah, kafika chuo, katoka hapo kapata kijikampuni. Zamani ilikuwa unaweza kuajiriwa na serikali, lakini kuna kampuni ndio inakulipa. Sasa akawa anafanya kazi zake za unesi, akawa analipwa mshahara mdogo tu, mshahara wa kawaida, lakini waliokuwa wanakuja pale hospitali walikuwa wanampenda, alikuwa na mvuto. Mabosi wanakuja kutembelea katika hiyo hospitali, akawa na mapenzi, akawa anajikuta kwamba, na bahati mbaya yule binti wakati mdogo fitna ilitengenezwa na mama yake, kwa sababu baadaye alikwenda kujisomesha. Aliozeshwa akiwa na umri wa miaka 16 17 kipindi hicho. Hata masomo mwenyewe unajua hakumaliza kwa fitna ya huyu mama yake wa kambo. Baada ya kuozeshwa tu akazalishwa watoto wawili akiwa mdogo. Amewazaa watoto wawili akiwa mdogo wa kike, alafu yule mwanaume akaja akamtelekeza akamwacha. Baadaye akaja akapata msaada, akawa hivyo kama hivyo anavyopendwa kisimati, yule binti akaanza kusoma. Baada ya kusoma ndo akaja kupata hii kazi. Baada ya kuwa amemaliza, amejiendeleza kwa muda, hawa watoto akawa anawasomesha, akawa na uwezo wa kuwasomesha mpaka shule za kulipia milioni 4 kwa mwaka, sijui ngapi. Ana mwisho wa siku kajenga nyumba nzuri, akawa na maisha mazuri, marupurupu yanaingia, kismati chake kimesimama. Sasa anakwenda kuwa kama jalala. Hapa ndo pointi yangu. Akatokea bwana mmoja, maana alihamishwa kutoka Dar es Salaam akapelekwa Tanga. Sisemi ni maeneo gani, kwa sababu unajua kuna vitu vingine unasema satara muslima satara Allahu yawmal qiyama, japokuwa yameelezea tukiseme kisa hiki ili watu wapate jinsi gani mtu unaweza kuwa ni jalala. Sasa wewe jitazame, wewe hapo ulipo ni jalala au ni mwanadamu aliyekamilika na ya kwake yanakwenda? Ukijihisi ya kwako yanakwenda, unaweza kuwa umeshakuwa jalala muda mrefu. Tukimbilie katika ardhi yetu ya Kigamboni. Hapa Kigamboni tupo katika maeneo yanasema majumba ya Wachina. Kokote utakapotoka, ukivuka kule ukivuka feli, kuna mbele utakutana na njia mbili, moja kulia moja kushoto. Utatembea, utaifuata ile ya kulia, alafu utaona kuna bajaji baada ya sheli. Zile bajaji kaulize bajaji zinazokwenda Kibada. Alafu panda bajaji zinazokwenda Kibada, shuka njia panda ya Kisota. Ukishashuka njia panda ya Kisota, waambie nipelekeni kwa Shekhe Khalifa Makarama, au wengi wanatumia Sharifu Makarama, majumba ya Wachina Kisota, na namba ziko hapo
hiyo alama kujumlisha 255658914771. Hii ndio itakufikisha hapa. Lakini pia nyingine, namba yetu ambayo tunaitumia ni ya Voda ambayo inaishia 54. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na utafika katika ofisi yetu. Mwisho 54. Hizo namba zinapatikana WhatsApp pamoja na kawaida. Lakini kama umevuka darajani, basi we njoo, ukishavuka darajani tu njoo moja kwa moja mpaka sehemu moja panaitwa Mnadani. Pale Mnadani utashuka katika daradala uliyokuwa nayo, chukua bajaji zinazopita, waambie nishushe njia panda ya Kisota zinazokwenda Kibada. Akikushusha pia njia panda ya Kisota, ukishuka utawaona kuna boda pale karibia na Aziz Kefu, waambie nipelekeni kwa Sheikh Khalifa Makarama, majumba ya Wachina Kisota, basi watakuleta hapa tulipo. Lakini pia hata kama unatokea Kibada, Makongoe, mawapi, wewe njoo mpaka pale Kibada, shuka, waulize bajaji zinazokwenda darajani, watakuja watakushusha njia panda ya Kisota, shuka, vuka upande wa pili, waambie nipelekeni kwa Sheikh Khalifa Makarama. Lakini pia namba hizo unaweza kupiga, utafikishwa mpaka hapa. Ukishafika hapa, tutakachokifanya, Sheikh amezungumza hapa mambo, namwachia sasa hivi. Kuna jambo tutakupatia. Kwanza kuna adhkari tutakupatia, utaisema ambao ni adhkari yako. Tukishakubaliana kwenye matibabu, nikisema kukubaliana ina maana zile taratibu zote mtu kashazifuata. Tutakupa adhkari. Hii adhkari utaitaja kwa idadi ndogo tu, na sisi usiku huo tutakuwa tuna kazi tunaifanya. Wewe Mungu atakuletea ru'ya. Kama sio wewe, inawezekaja ru'ya kwetu kwa ile adhkari utakaoifanya. Ile ru'ya itakuonyesha kwamba wewe umesibiwa na ni sihiri gani, kama ni uchawi umefukiwa wapi, na kama sio wewe basi sisi tutaoteshwa. Siku ya pili ukija, basi mambo yanakuwa thmuthri makuburin. Lakini uko mbele shekhe pia atajaribu kueleza, lakini ni njia mama ambayo tutaitumia katika ofisi yetu. Shekhe, ni kukabidhi muda so mrefu, yule mwanamama akapata bwana mmoja alikuwa ana cheo cha kawaida, yeye alikuwa ni askari, lakini sitaji ni kitengo gani wala sitaji ni aina gani ya jeshi alokuwepo kwa ajili ya kuleta stara ya baadhi ya vitu. Huyu bwana akamngangania sana ubinti kumuoa ndani ya miaka 2, lakini ubinti anakataa. Imekwenda mpaka ikafikia mahala huyu binti nafsi yake automatic, unajua wanasema kwamba nafsi huwa ni mganga, ni nafsi inakataa. Mwisho wa siku ile nafsi ikaja ikakubali kwamba sasa nimkubalie. Alivyokunjua tu nafsi huyu binti ya kukubali kuolewa na yule bwana, jamaa akapelekwa masomoni. Baada ya mwaka mmoja, jamaa anarudi kapandishwa cheo, akawa ni mkuu wa kanda. Sisemi ni kanda gani, akawa ni mkuu wa kanda. Yani alikuwa anazipiga vile vyeo kama ana akili nzuri, lakini kwa ajili ya huyu binti, na yeye inaonekana aliona muda mrefu. Tutaeleza jinsi gani hao watu wanaweza wakagundua na wakaona haya mambo kwamba huyu hapa, huyu ni smart, sasa nichukue cha kwake ni muache kama jalala. Ikhwani wapendwa wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama, hatari iliyoje alichokifanya yule bwana. Akambembeleza tena yule binti akakataa kwa mwaka mwingine mbele, na jamaa kaishalipa mahali, ikabidi anganganie. Jamaa alifongangania, binti akasema kalipa mahali, kila kitu kamaliza, acha nimkubalie. Sasa jamaa yuko Morogoro, binti yuko Tanga, ana safari ya kutoka Morogoro, katoka mkoani anakwenda Tabora. Akamwambia nakukatia tiketi, njoo Morogoro tukutane. Alipofika Morogoro wala hajamgusa. Binti kaweka hoteli nyingine na jamaa kamwekea hoteli nyingine. Ana haraka na wewe, anataka kuchukua ulicho nacho. Binti alipofika Morogoro, jamaa kamchukua, wakarudi Dar es Salaam, wakafunga ndoa, wakakaa siku 3 za hanimuni. Ndoa yake ilikuwa ni siku 3 tu. Na hapo waandishi mkiandika, andikeni siku 3 za hanimuni. Baada ya kuwa hanimuni imeisha siku 3, siwaga wanafanya siku 7. Jamaa akapata safari tena, kuna chombo nyingine inakwenda, yani akienda akisoma akirudi anapata chao kingine. Binti hajui, kamshindikiza mumewe mpaka airport. Jamaa akapanda ndege. Baada ya miezi 2 limekaribia Idi, anampigia simu anamwambia bana, nimekuletea vijizawadi, nenda kwa mshenga wetu kapokee. Akamwambia leo najisikia vibaya na leo siku ya Idi, basi nitakwenda Idi pili. Idi pili anakwenda kwa yule mshenga, anakutana na furushi, begi kubwa limejaa nguo za kila aina za thamani. Anakutana na shilingi 500, kwa kipindi hicho ilikuwa nyingi. Alafu anakutana na taraka 3, japokuwa sio taraka 3, tunajua sheria za kutoa taraka, lakini jamaa kwa hasira kapiga hizo. Basi binti nguvu zimemuisha, kachanganyikiwa. Najua wale mliopitia mambo ya taraka na mtu unampenda, alafu ndo kwanza amjakaa zaidi ya siku 3 tena za hanimuni, unapigwa taraka. Baada ya hapo maisha yanaharibika, binti anakuwa kama mwehu, kama vile unavyoona jalala.
karudishwa nyumbani, lakini hajakaa siku 2-3. Alafu mbaya zaidi, wapenzi, hili jambo nisilikatishe, baada ya sikukuu ilikuwa kama siku 10 hivi, kuna maulidi, kwa sababu unajua ndoa ilipitwa ya mkeka, kwa kuna maulidi pale, watu wapige wali, alhamdulillah, ndugu wa mke wamuage ndugu yao, na watu wameshashuka katika ardhi ya Tanga, wanasubiria tu Idi wali upigwe. Binti amerudi nyumbani hoi, amechoka. Mshenga kamweleza mama yake na dada yake. Mama akapiga kifua akamwambia jikaze, shughuli mpaka ipite. Akajikaza, shughuli ikapita, watu wakala mpunga, kumbe kashapewa talaka. Yaani umepewa talaka, watu wanakula mpunga, wanasherehekea, binti anailazimisha furaha haiji. Baada ya hapo binti kapanda gari, ajua anapokwenda, kaenda Mbeya, kachanganyikiwa. Kufika Mbeya, jamaa binti mmoja alikuwa naye kwenye gari, wanasafiri, yule binti akatokea kufanyaje, kumuonea huruma. Walipofika akafikia kwao, lakini wamekaa, mtu mmoja akataka kumbaka tena. Akatoroka tena, akarudi Dar es Salaam. Sasa akawa anahangaika kila anachokishika, nielewe, kila na kule kazi kaishaachishwa, kila anachokishika hakiendi, kila kama jalala vile. Hata akipata kazi ya idumu mwezi, wanaambiwa jamani, tutakuwa tunapunguza wafanyakazi, alafu wafanyakazi zaidi ya 200 anapunguzwa peke yake. Mwisho siku akafunga safari, akamfuata yule jamaa, maki aliulizia jamaa, karudi, anaenda anamkuta jamaa tajiri, ana vyeo kama vyote. Anakwenda anakutanishwa yule jamaa, hajui kama anakutanishwa naye, anakutana, anamwambia naomba kosa langu nililofanya. Jamaa anasikitika tu, hana cha kusema, na nyanyuka anaondoka. Hii mwanadamu, je, wewe ni kama jalala? Dawa za mapenzi za mvuto zinapatikana kwa wale wanaohitaji dawa za mapenzi za mvuto, zinapatikana. Nilizitangaza wiki iliyokwisha kupita. Kama unahitaji kupendwa, njoo. Ukipiga mswaki, neno lako litakuwa ni amri kwa yule ambaye unayemtamkia au yule unayezungumza naye, lakini kukoga kwako inawezekana ni sababu ya Mwenyezi Mungu kujalia nuru na ala nur. Kila unapofika watu wanakugombania. Hii ni dawa mujarabu muadabu sana, kokote duniani zinafika kwa gharama nafuu kabisa. Tutafute, tutakusafirishia. Haya, tunakwenda pale Sheikh Qasim Saleh, kwamba namna ambavyo unafukiwa katika jalala. Imemalizia, tupe utamu na elimu, tuwazisambaze hizi klipu ili waweze kupata faida. Tuendelee Sheikh wangu. Naam, taban kama tahaddathna sabiqan, kama tulivyotangulia kuzungumza hapo mwanzo, sehemu hizi ndizo sehemu ambazo zinazotumika kuzika uchawi. Ndio tumesema sehemu ya kwanza ni makbara, makaburini, au sehemu ya pili ni mazbala, katika majalala. Sehemu ya tatu ni sehemu ambayo inaitwa al-bahr. Naam, katika bahari. Ni sehemu ambazo zinatumika sana kwenda kuzikia uchawi. Na hata ukifuatilia wao wanaofanya maamali mengi ya kichawi, huwa wanabeba, wengine wanapeleka baharini. Ndio. Tamam. Na hii katika bahari au katika mito, yani tunaposema bahari maana yake ni sehemu ambayo kuna maji mengi. Inaweza kuwa bahar, inaweza kuwa buhaira, yani kama vile kijibari kidogo, au inaweza kuwa ni mto, au unaona hata hapo tunapovuka hapa feli, mtu anaweza kachukua kopo lile la rangi lile, imesheshiwa rangi, alafu akachukua athari zako akaweka ule uchawi juu, akatia na zege, akifika pale akivugumiza sili naenda pale, ajifanya kama limemponyoka. Basi anakuwa kamaliza shughuli yake. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo zinazikwa sana uchawi. Wa fi baadhi al-amakin, na katika baadhi ya sehemu huwa wanatumia njia moja, ni hatari. Hii njia ni hatari sana. Njia hiyo wanatumia nini? Wanachukua samaki. Ya ima anaweza kawa samaki, au wanaweza wakamchukua hata kambale. Na nafikiri tunajua kambale hao. Wakishatengeneza ile amali ya sihir, yuakiluna dhalika samak. Wanamchukua ule samaki, wanamlisha ule uchawi. Ya ima samaki wa kawaida au kambale. Akishalishwa ule uchawi, thumma yatrukunahu fil ma au fil bahri au fil nahr, katika bahari au katika mto. Wanapomwachia sasa ule samaki, jinsi anavyokwenda, anavyopiga, kwa sababu samaki ni mara chache sana kukaa ametulia namna hiyo, muda hivyo, jinsi anavyokwenda kule, na mambo yako ndio yanakwenda tofauti. Yani jinsi ya mambo yanavyoharibika, yule samaki anavyopiga mawimbi, maisha yake yawe, wewe huko ndo mambo yanaharibika, ndo mambo yako yanakwenda hivyo, vitu vinajipiga tu mtama, mara biashara imekufa, mara hivi, mara kile, wa hakaza. Kwa haya ni mambo ambayo watu wanayafanya kwenye hii dunia.
isipokuwa labda upate bahati avuliwe yule samaki. Mwaka gani? Allahu a'lam. Sasa ndio mpaka Allah mwenyewe ataki. Kwa hiyo ni sehemu ya 3. Sehemu ya 4 al-abar, kama tulivyosema katika visima. Visima hivi, visima vingi vina mambo mengi ambavyo tena wakati mwingine vile visima ambavyo huwa vinakaa wazi muda mwingi havifungwi, watu wanavitumia katika kufanya mambo yao. Lakini sehemu ya 4 al-kuhuf, mapango. Mtu anafunga safari kutafuta kwenye lipango ambalo kubwa, anafika kule ndo anaweka amali yake ambako watu hawawezi kufika kwa wepesi. Lakini pia wakati mwingine inaweza ikafanywa katika buyut, katika majumba. Hasa inaweza kuwa majumba labda yale yanayojengwa mapya. Mtu anajenga nyumba yake, ameacha pagala, watu ndo wanafanya sehemu ya kuwekea sihr. Na wakati mwingine inaweza kuwa bwana washakujua wewe ndo una hii nyumba, wewe ndo unajenga nyumba hii. Taban. Basi watu wanakuja, inatengenezwa amali, inachimbwa shimo mle, inawekwa pap. Kwa hiyo utafika, utajenga, unafanya finish, unamaliza, ukiingia tu mambo yanaanza. Majambo yanaanza. Chini ndio umewekwa uchawi. Chini umewekwa. Wewe huwezi kujenga nyumba yako, uvunje nyumba yako kwa kusema utoe siri, kumbe taban. Kwa hiyo umeshaweka nini hizi wanaita tairi, zege nini, zege umepiga, yani umeshindilia vizuri kila kitu. Umepiga, umehamia tu, matatizo yanaanza. Na kuna wengine yani kwa jinsi khubthi ya uchawi huu ulivyokuwa mbaya. Kuna watu wengine anaweza akaingia kwenye nyumba yake mpya akapata balaa, wakati mwingine likapelekea mpaka kumaliza uhai wake. Ni vitu ambavyo vinavyotokea, na ndio maana tunaambiwa kabla ya kuingia kwenye nyumba mpya angalia mazingira ya kutengeneza. Yani kutengeneza mazingira, maana yake ufanye mathalan kama ni ruqya au dua na nini, ili angalau hata ukiingia basi katika vile vitu ambavyo vibaya pengine vilivyokuwa katika mazingira yale viwe kidogo Lakini pia lazima msomaji awe na ujuzi na hilo jambo. Taban. Kuna mtu alishawahi kufa kwenda kutoa vitu. Kila kitu kinakwenda kwa ilmu. Hakuna kitu kinakwenda kwa jahili. Kila kitu kinakwenda kwa ilmu, kwa utaratibu maalumu. Bana tunafanya 1 2 3 kwenye jambo hili. Jambo linakwenda. Kwa haya, hizi ndio sehemu ambazo tumetaja ambazo ni uchawi unapendwa kwenda kuziko. Sasa tuingie kutaja pointi ambayo ni muhimu. Je, mtu atajuaje kama mimi nimefanyiwa sihr madfun? Ili ni swali ambalo mtu anajiuliza. Taban, umesema zote. Mimi najuaje kama nimefanyiwa sihr madfun? Zinazofuata tutaeleza alama ambazo zitamfanya mtu ambaye ajue kwamba amefanyiwa sihr madfun. Na hizo wanachuoni wamezichukua wakazifanya kwamba ni alama. Japokuwa alama za uchawi mara nyingi kuna baadhi zinafanya kama kuingiliana. Inaweza ikawa huku ikaja huku ikaja huku, vitu kama hapo. Ni ujuzi sasa. Ujuzi sasa wa uzoefu wa wataalamu ndo anajua hii itakuwa kwenye aina fulani, itakuwa kwenye aina fulani. Alama ya kwanza, as-sudaa'ul mustamir, maumivu ya kichwa endelevu. La yanfa ma'ahu dawa, yani maumivu hayo dawa haifanyi kazi. Kila unapokunywa dawa, utakunywa paraseta, utakunywa moxi, utakunywa gaza, utakunywa aina nyingi za dawa, lakini manufaa hakuna. Ukiona dalili hiyo, basi shuka fil amri annaka mashuru bi sihrin madfun. Basi kuwa na shaka kwamba wewe umefanyiwa uchawi wa nini, wa kuzikwa. Jambo la pili, al-alamu shadidatu fil jism, maumivu makali katika mwili, wa khasatan al-batn au al-atraf, na hasa tumboni au ncha za kwenye mikono, nchani humu, na kwenye miguu kwenye ncha. Hizi ni sehemu ambazo ukipata maumivu makali katika sehemu hizo, basi shuka fil amri annaka ma'mulu sihr al-madfun. Namba 3, kawabis lailiya. Kawabis lailiya, yani tunaposema kawabis manake mambo ya ajabu ambayo yanakutokea usiku. Ndio. Ima katika ndoto, umelala unaota vitu vya ajabu, unaota mara hivi mara vile, mara ndoto ambazo mbaya hazieleweki, zinaitwa kawabis lailia. Lakini pia
ru'yatul mauta, kuona watu waliokufa katika usiku au alhayawanati almukhifa, wanyama wenye kuogopesha. Unaona wanyama ambao hawaeleweki, kama ni masimba haeleweki, yani huku simba huku sijui sura gani, yani vitu haonekani kama simba mwenyewe, au wakati mwingine kama simba mwenyewe lakini anakuja kwa ajili ya kukutisha wa hakaza. Kwa hivi ni vitu ambavyo ukiona shukka fil amri annaka ma'mul bihadha an-naw, umefanyiwa aina hii ya sihr. Lakini raqam 4, namba 4, ta'attulun wadih. Yani ta'attul manake muharibiko wa mambo ambao unaonekana uliokuwa wazi. Ya imma ta'til inaweza kuwa azawaj, katika ndoa kuharibika kwa ndoa, huko kwenye ndoa yako mara unaanza kuichukia ndoa bila sababu za msingi, mara nyingi zinakuwa ni amali zimefanywa. Lakini pia ta'til katika riziki, utafutaji wako unakuwa ni wa shida, pengine tayari watu wamesha kufanyiwa amali. Au pia asiha, afya, inakuwa afya tayari inakuwa ni ya ovyo ovyo, wakati ulikuwa mzima uko vizuri, mara afya inaanza kuwa inaharibika, mara hivi. Ukifanya basi shukka fil amri annaka ma'mul bihadha sihr. Kwa hizi ni arad mama ambazo unaweza ukaziona na zikakuonyesha kwamba wewe umefanyiwa uchawi ambao ni madfun, ambao uliozikwa katika sehemu hizo ambazo tumezieleza. Sasa jambo la mwisho ambalo tunataka tulieleze ili mengine tutakuja kuyamalizia kwenye kipindi kingine. Vipi utajua sehemu ambayo uchawi huo umezikwa? Hili sasa tutalieleza, lakini hatutoeleza namna gani, jinsi inavyokuwa. Sawa. Kitu cha kwanza inatakiwa, hii itakuwa ni kwa mtu ambaye ni mtaalamu. Anatakiwa awe ni mtu mtaalamu, anaijua, yeye ndo anaweza kufanya mambo haya. Jambo la kwanza, anatakiwa mtu ajisomee ta'widhat za kujikinga, lakini pia anatakiwa awe tahir, awe yuko msafi. Lakini pia kuna sura baadhi ambayo anatakiwa azijue ili aweze kuzisoma wakati wa kuweza kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo hizi zinahusika na mtu ambaye yeye ni mtaalamu, ambaye anazijua, hawezi kufanya kila mtu. Na katika sura ambazo zinatakiwa mtu asome akishamaliza kufanya huo utaratibu, na tutakuja kuelekeza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu wa kwanza natakiwa asome surati al-Fatiha, aweze kujua surati al-Fatiha. Lakini sura ya pili inatakiwa asome ile aya ambayo inamzungumzia Sayyidina Suleiman alayhi salam, pale ambapo aliposema innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Lakini hiyo anasomea wapi? Anasomea kwenye maji ambayo yapo kwenye chupa. Inatakiwa maji yawepo kwenye chupa, anakuwa anasomea maji hayo. Lakini atasoma kwa idadi ya mara 11. Asome mara 11 kwa kurudia aya hiyo. Namba 3, atasoma aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, ambayo tafsiri yake inatafsirika kwamba popote mtakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta nyinyi nyote. Na akishasoma hiyo aya ambayo mwishoni inamalizikia inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza, na yenyewe pia ataisoma mara ngapi? Mara 11. Baada ya hapo atasoma hii wanaita alqasam. Kuna kitu anaita alqasam ambazo huwa zinatumika sana katika mambo kama haya. Ataisoma qasamu hiyo ambayo inasema hivi: bismillahi wa bihaqqillahi wa biquwwati la ilaha illa Allah astahlifukum billah ya umara almakan. Yani ya umara almakan, na hii ndio maana inatakiwa wakati unafanya kazi hii uwepo katika eneo husika ambalo unashaka pengine hapa kutakuwepo na uchawi ambao ni madfuni. Na hasa sehemu ambazo tunakuwa na shaka nazo ni katika majumba. Katika majumba unasoma maneno haya astahlifukum billah bi umari almakan, yani kuna wale wanaitwa umari almakan, yani ni majini ambao ni wazuri lakini ambao wanakuwa wako katika majumba ambao tunaokaa nao. Na swali la kujiuliza, je, sheria inasemaje mtu kutaka msaada kwa viumbe kama hivi ambao majini wakusaidie kwenye kutafuta kama jambo hili? Sheria ya Uislamu haijakataza hilo. Na kuna fatawi ambazo zimetoka za wanachuoni, miongoni mwao waliozungumza jambo hili na al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala.
lakini pia hata wanachuoni hawa wengine wa Hijaz, wanachuoni wa mamlaka al-Arabia haifai kutumia majini, haifai. Wewe bwana umesoma tamam. Yani kuwataka yani wakusaidie kwenye jambo hili, kwenye jambo bi sharti an yakunu muslimin, wawe tu ni waislamu, wawe ni salihin. Na wanachuoni wanasema majini wengi ambao wanaokaa katika majumba ni majini ambao ni wema, sio majini ambao wale waliokuwa waovu. Kwa hiyo hapa utasema maneno haya bismillahi wa bihaqqillahi wa biquwwati la ilaha illa Allah astakhlifukum billahi bi'ummari al-makan, na yani na kupeni khilafa, yani kama utawala wa kutawalia hili jambo muweze kulisimamia nyinyi ambao ni umaru wa sehemu hii, sawa, kama vile antadulluni ala makani as-sihr, ili mnijulishe sehemu ambayo uchawi huu ulipo, ad-dafin ambao umezikwa, sawa, watansarifu baada dhalika rashidin aminin, lakini mkishamaliza hiyo kazi yenu muondoke kwa salama mkiwa na amani. Raha iliyoje. Kwa hiyo haya mambo kishasema katika maji, kisha utachukua ile chupa utaanza kutembea nayo katika sehemu. Anasema chupa ile ikiwa sehemu ilipo uchawi inakuwa inakuelekeza kuelekea kule uchawi ulipo. Hiyo ni nguvu ya ziada hiyo. Kwa hiyo sasa ikifika pale sehemu ambayo husika, ile chupa wanasema lazima itaanguka pale. Na ukichimba mara nyingi lazima utaukuta. Inshallah. Sheikh Qasim bana, leo itoshe kuleta hizo radha na utamu huo, tutakutana nao wiki inayokuja. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu na wale ambao hamjabahatika kuingia katika imani hii ya dini ya Kiislamu, hii chupa itakwenda na itafika sehemu ambapo uchawi ulipo, itaporomoka na itadondoka, itapasuka, na maeneo hayo ukichimba mara nyingi uchawi huo utaukuta. Sasa ikiwa umefanyiwa uchawi sehemu ambayo si katika majumba, au mkoa umehama na uchawi huo unaendelea nao kuwa nao katika mwili, minuksi, umekuwa jalala japokuwa unatembea, hatua ni mbili: ima kwa ruia, lakini pia unaweza ukapewa chupa yako ya maji ukaikamata, na hiyo pia inaweza ikatoa maelekezo kwa kuchemka ile chupa au yale maji pia vile vile kupata. Kuna watu shekhe, mimi nimekwenda Mwanza nikafanya dua uwanjani, watu wameshika chupa za maji, yale maji yanachemka, yani mtu anapiga kelele mpaka so kwamba akapandisha jini au mtu anaona vitu vya ajabu. Kwa haya ni mambo yapo, na kutumia majini sharti wawe Waislamu na we ni Muislamu, na lengo akishamaliza kazi yao waende kwa amani na we ubaki kwa amani, na sehemu ambayo mnaofanya shughuli yenu ibaki kwa amani. Ndugu zangu Waislamu, njooni kwa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Hapa tupo na Dr. Sheikh Qasim Saleh Musa. Njooni, kila kitu kitakaa sawa kwa idhni yake la ilaha illa Allah. Lakini tulitoa tangazo kwamba wiki hii tutafanya dua kwa kila ambaye hajaolewa, anajihisi ni jalala. Basi Jumamosi ijayo tukutane Kigamboni, majumba ya Wachina. Kila anayehisi anahitaji ndoa, kila anayehisi kwamba sasa mimi maisha ubachela imenishinda, na hasa kwa muda huu tutaanza na dada zetu, baadaye tutakuja na kaka zetu. Kwa sababu gani tunaanza na dada zetu? Ndoa mara nyingi ni ya mwanamume, sio mwanamke. Ndio maana mwanamke atakuwa na mtu wake, mwisho wa siku anamwahidi, alafu mwanaume ghafla anaenda kuoa mwanamke mwingine. Mtoto wa kike hata kama leo atataka olewe hawezi kuolewa, lakini mtoto wa kiume akitaka hata leo kuoa ataoa. Sawa sawa, mimi niseme jamani, ni Sheikh Khalifa Makarama nataka mke, utaona kwenye comment hapo mimi niko tayari, lakini mtoto wa kike akienda anaweza akasema na akapata wa kumchezea tu, kwa sababu ndoa ni ya mwanaume sio ya mwanamke. Kwa tunaanza na dada zetu ili hao wanaowadanganya na ukapotezea muda, Mwenyezi Mungu awajalie khairi. Lakini tuna dawa mujarrabu, muaddabu sana, bila kificho. Tunasema ni dawa ya mapenzi, dawa ya mahaba, dawa ya kupendwa, dawa ya mvuto. Ewe uliye jalala, njoo kawe swafi muthiri kama mwezi ulioandama au mwezi uliokamilika ukamilifu wake, kila mmoja na kijitamani kile kijihali cha hewa yake, utulivu wake wa siku hiyo kama mwezi Badri. Hebu njoo tumuombe Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu akurejeshe kwenye yale ambayo unayoyatamani katika maisha yako. Lakini pia vile vile tufike katika kituo chetu hiki na Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Jumamosi usikose.
Mwambie ndugu yako, lakini njoo umejiandaa, piga simu tukupe maelekezo. Lazima uondoke na hiyo zawadi ya kuleta mvuto. Unatumia kwa namna mbili tu, unapiga mswaki ili kauli yako iwe ni amri, iwe ni mateso kwa anayekupenda au anayekupotezea muda. Koga ili uonekane, na Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Na zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika hapo nyuma sasa hivi bado zipo. Sheikh Qasim ana jambo la kumalizia ili tuingie katika dua. Katika kitu ambacho nilitaka kusema katika hii nukta ambayo tulikuwa tunaizungumza hapa, watu wanatakiwa wajue faki sihiri au kutengua jambo hili lina, kwa sababu uchawi unafanyika kwa vitu viwili. Inafanyika kwa kile kitu iliyowekwa kwenye yani ile iliyofanyiwa kazi, yani kama ni uchawi wenyewe ambao unauzikwa, lakini pia kuna kitu anaita khadim. Nafikiri tushawahi kumzungumza ambaye anaitwa khadim lisihr. Yule jini ambaye ni maalumu wa kishaitani ambaye anayepewa kazi ya kufanyisha kazi ule uchawi. Ndio. Kwa hiyo sisi hapa tutakuwa na option mbili, yani katika kuweza kutatua ule uchawi option ziko mbili. Ya imma kutoa ule uchawi uliopo ile sehemu, au ya imma qatli dhalika aljin, kumuua yule jini ambaye ananani masuala uchawi. Hivyo yani moja katika hizi njia mbili zinatumika katika kuweza kufanya tafkiki li hadha sihr. Basi inshallah muda huu tutaingia katika dua ili tumombe Allah tabaraka wa taala alete khair inshallah, na atufanyie wepesi katika yale ambayo anayoyahitajia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil mubtadi' bil akhirati wal ula alladhi la ghayata lahu wa la muntaha lahu fi samawati al ula arrahman wa lal arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi wa ma bainahuma wa ma tahta athara ya imada man la imada lahu ya sanada man la sanada lahu ya ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا كحف من لا كحف له يا كنز من لا كنز له يا ركان من لا ركان له يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار له يا ركان الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شافق يا رافق يا شافق يا رافق واصرف عنا كل هم وغم وضيق واكفنا شر ما لا أطيق واغننا على ما أطيق يا رد يوسف على يعقوب يا كاشف الضر يا كاشف الضر أيوب يا غافر الذنب داعون يا رافع إدريس ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود يا مجيب نداء يا مجيب نداء يونس في الظلمات يا مجيب نداء يونس في الظلمات يا مستفصف موسى بالكلام يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريسا مكانا عليا برحمته يا من نجا نوحا من الغرق يا من أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب يا من اتخذ إبراهيم خليلا يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا يا مؤتي لقمان الحكمة والوهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا من نصر ذو القرنين على الملك الجبابرة يا من أعطى الحذر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غربها يا من ربط على قوم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران يا من حصن يحيى ابن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب يا
من بشر زكريا بيحيى، يا من فرد إسماعيل بذبح عظيم، يا من قبل قربانا هبيلا وجعل اللعنة على قابيلا، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.